Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya 4 mwaka wa 2025. Tumekuwa tukijifunza mfululizo wa masomo haya, na juma lililopita katika somo la 4 tulijifunza mada inayosema pambano linalosababisha mapambano yote. Somo la juma hili ni kwa ajili ya Oktoba 25 hadi 31. Mungu anakupigania. Hili ni somo la 5 na leo ni Sabato mchana, Oktoba 25. Soma kwa ajili ya somo la juma hili Mwanzo sura ile ya 15 aya 16, Mambo ya Walawi 18 24 hadi 30, Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya ya kwanza na ya 8, Kutoka 23 aya ya 28 hadi 30, Kumbukumbu la Torati sura ile 20 aya 10 aya 15 hadi 18 na Isaya 9 aya 6. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yoshua sura ile ya 10 aya 42. Neno la Mungu linasema, na wafalme hao wote wa nchi zao Yoshua akatwaa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Kitabu cha Yoshua kinayo matukio kadhaa yanayovuruga akili. Maswali mazito yanaibuliwa kutokana na dhana ya vita inayoendeshwa na Mungu au vita takatifu, ikionyesha kundi la watu ambao wamepewa agizo la kuangamiza kundi lingine. Suala la vita iliyoamriwa na Mungu kwenye Agano la Kale ni suala liletalo changamoto. Mungu anatokea kwenye Agano la Kale kama Bwana mwenye enzi wa ulimwengu wote. Kwa hiyo, kila kitu kinachotokea ni lazima kwa namna fulani kihusianishwe na mapenzi yake ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja. Hivyo swali hili halikwepeki. Je, Mungu anawezaje kuruhusu mambo ya namna hiyo? Juma lililopita tuliona kwamba Mungu mwenyewe anahusika katika pambano lililo kubwa kuliko vita yoyote au pambano lingine lolote lililowahi kuwepo katika historia ya mwanadamu. Pambano linalopenya kwenye kila kipengele cha maisha yetu. Tuliona pia kwamba matukio yote ya kibiblia na ya kidunia yanaweza kueleweka tu tukizingatia hoja ya pambano hilo. Juma hili tutaendelea kuchunguza utata wa vita hivi vilivyoidhinishwa na Mungu, mipaka na mazingira ya vita vilivyoagizwa na Mungu, njozi ya mwisho ya amani iliyotolewa na manabii wa Agano la Kale na maana za kiroho za vita hivyo. Soma somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato Novemba 1. Siku ya Jumapili tutajifunza mada inayosema uovu wa Wakanaani. Siku ya Jumatatu mada itasema jaji wa juu kabisa. Jumanne tutajifunza mada inayosema unyang'anyaji au maangamizo. Jumatano uchaguzi huru. Alhamisi tutajifunza mada inayosema mfalme wa amani. Ijumaa jifunze zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, hili ni somo la 5, Mungu anakupigania. Nikualike usikose katika kufuatilia mfululizo wa masomo haya juma hili. Endelea kujumuika pamoja nasi ukifuatilia somo hili hatua kwa hatua. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.